Bana, msanii Bayani amefika katika nchi ya Tanzania. Kwa hivi sasa ameweza kukutana na mastaa tofauti. Sasa pia Zuchu ni mmoja kati ya star ambaye amefanikiwa kukutana na Bayani, na video zimekuwa zikisambaa akiwepo na Bayani katika studio za S2Kids. Hasa katika studio hiyo S2Kids, Bayani ambaye ni msanii kutoka katika lebo ya Marvin Record, moja kati ya lebo ambayo Nigeria inaheshimika sana, na Bayani ni mwamba ambaye alitoa ngoma yake ile inaitwa Ta. Bana, katika namna moja au nyingine Bayani kutoka katika nchi ya Nigeria kuja kwake Tanzania ni kulingana na kwamba amerelease EP, yani amerelease ngoma zake mpya ambazo zipo katika EP yake mpya, na kwa hivi sasa basi ni moja kati ya mtu ambaye anahakikisha kwamba anaipromote katika nchi ya Tanzania. Pamoja na hayo yote pia Jay Melody ni mmoja kati ya mtu ambaye alifanikiwa kukutana na Bayani katika studio za S2Kids baada ya Bayani kufika katika nchi ya Tanzania. Sijui itakuwaje kwa Bayani baada ya kukutana na mastaa wakubwa katika nchi ya Tanzania. Kwangu mimi ni kitu ambacho ninaona kabisa kwamba kutakuwa kuna project ambazo zitakuwa zinaendelea na zitaweza kutoka katika kipindi hichi, bali Bayani atakuwa amejitengenezea bondi kubwa sana na wasanii kutoka katika nchi ya Tanzania, mfano Jay Melody, Zuchu na wengine wengi ambao labda walikuwa wamefanya naye kazi katika studio hiyo ya S2Kids. Kukutana na msanii studio mkubwa kama Bayani ni moja kati ya movement pia ambayo ni kipekee sana, na mkaanza kulink up na kukusanya data mbalimbali pamoja na kuhakikisha kwamba uko katika siku za usoni basi kuna project ambazo zitafuata. Sijui itakuwaje. Kwangu mimi ni kitu ambacho ni cha kawaida sana. Naona kabisa kwamba hapa lazima Jay Melody atakuwa amejaribu kuweka mambo sawa, kwa sababu Jay Melody ni moja kati ya msanii ambaye anahakikisha basi katika siku za usoni aje kuwa ni moja kati ya msanii mkubwa sana katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika nchi za wenzetu kutoka katika nchi ya Nigeria. Bana, basi mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na ndio iliyojiri katika mitandao ya kijamii. Bye bye for now.